kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu, nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu, kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kwamba mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka 1995 na 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu, za maelewano, japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza, lakini sio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka, wenye nia ya kutaka kutawala, iwe mvua, iwe jua, iwe amani, isiwe amani, ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka. Mwaka 2000 na mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015 na hata 2020 tuliingia katika uchaguzi kwa katiba ile ile iliyoandikwa mwaka 77 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2004. Na katika chaguzi hizi ukiangalia mwaka 2000 na mwaka 95, wakati tunaanza vyama vingi, walipatikana wabunge wachache sana katika kada ya ubunge. 2010 waliongezeka kidogo, 2000 waliongezeka kidogo. 2010, 2005 na 2010 vyama vya upinzani vilipata wabunge wengi sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.